Ilikuwa ni mida ya saa 10:20 jioni. Muda mchache tu baada ya mwanadada Lotta Christian Lauer kutoka kazini. Alikuwa amerudi nyumbani kwake katika nyumba yake nzuri ya kifahari aliyokuwa ameijenga maeneo yenye hali ya hewa nzuri kabisa. Lotta Christian Lauer ni mwanadada na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Lokim Logistic Company Limited. Lokim Logistic Company Limited, hii ni kampuni inayohusika na usafirishaji wa bidhaa mbalimbali kutoka eneo moja kwenda jingine. Lokim Logistic Company Limited ni kampuni iliyoanzishwa na mwanadada Lotta Christian Lauer miaka 5 tu iliyopita nyuma, baada ya mwanadada huyu kujikuta kwamba tayari amefanikiwa kimaisha. Akiwa yuko ndani kwake baada tu ya kutoka kazini, kidogo alisikia sauti ya mlinzi wake wa nyumba yake akija na kumgongea. Bosi, bosi. Ilikuwa ni sauti ya mlinzi wa nyumba ya mwanadada Lotta aliyekuja kumuita ili aweze kuongea naye. Abe, babu. Habari jamani. Salama, una mgeni wako kule nje. Oh, mgeni? Oh, jamani. Nani tena jamani? Nimechoka sana. Ni nani? Amenieleza kwamba ni mgeni wako na hajanieleza mambo mengi zaidi. Ni wa kike wa kiume? Oh, ni mwanaume. Anyway, mruhusu aingie. Mlinzi huyu anayefahamika kwa jina la Babu Owino alitoka ndani ya nyumba ile na moja kwa moja alirudi getini kumkaribisha mgeni huyu ambaye aliyekuwa ni mgeni wa mwanadada Lotta Christian Lauer. Mgeni huyu aliingia moja kwa moja na kufika sebuleni kumkuta mwanadada Lotta Christian Lauer akiwa ameketi kwa mudi ambayo iliyokuwa inaonyesha ni ya kumkaribisha mgeni. Karibu sana. Kaka yule alikuwa ni mwanakaka mmoja hivi ambaye aliyekuwa mrefu wa wastani, aliyekuwa amenyoa nywele zake zikaisha kabisa japokuwa alikuwa hajaacha kipara kichwani kwake. Alikuwa amevalia mavazi ambayo yalikuwa yanaonyesha kwamba hali yake si mbaya. Alikuwa amependeza kuanzia juu mpaka chini. Aliingia na kukaribishwa kuketi katika sebule ile iliyokuwa nzuri sana na ya kuvutia, iliyokuwa na kila kitu kizuri ndani ya nyumba ya mwanadada huyu Lotta Christian Lauer. Karibu uketi. Jamani, mambo vipi? Safi, niambie. Sana bana. Kaka yule alisogea karibu na mwanadada Lotta na kuanza kumkumbatia huku akimbusu kwa shangwe kubwa sana. Lotta alishikwa na mshangao baada ya kuona vile, kwa sababu kwa jinsi alivyomwangalia yule kaka, alikuwa ni kaka ambaye hajawahi kumuona mahali popote pale. Lakini yule kaka alikuwa akionekana kwamba anamfahamu vizuri Lotta, na alionyesha kwamba anamfahamu zaidi na zaidi. Ni muda mrefu sana tumepoteana mpenzi wangu Lotta. Nimefurahi sana kukuona jamani. Nilifikia kipindi ambapo kabisa nimefikia wakati ambapo ninakata tamaa kama ningekuja kuonana nawe tena mpenzi wangu. Kwa kweli Mungu ni mkubwa. Maneno hayo aliyoyatoa kaka yule yalimsababisha mwanadada Lotta kushangaa sana na kujitoa katika mwili wa kaka huyu ambaye alikuwa amemkumbatia huku akionyesha kumfahamu sana. Oh, asante, but I don't know you. Sikufahamu mbona? Lotta, wewe hukuniambia hivi kweli? Hunifahamu ina maana kwamba mimi na wewe
Tumefikia wakati ambapo mimi na wewe tunaambizana hivyo. Hebu niambie kama umejipanga kuniumiza moyo wangu. Usitaki mimi utani wa hivyo. Sina utani wa hivyo na wewe. Hebu kaa pale kwanza. Unaongea nini? Mbona sikuelewi? Kijana yule alienda na kukaa katika sofa ambayo lilikuwa ndani pale. Akawa sasa anamtazama mwanadada Lota. Mwanadada Lota aliendelea kushangaa sana kwamba huyu mtu ni nani? Hebu niambie lakini za siku nyingi Lota. Wewe ni salama, lakini hebu jitambulisha kwanza kabla hatujaendelea. Naona nimechanganyikiwa sana ujue. Wewe unanifahamu mimi? Lota, unataka kusema kwamba wewe hunifahamu, kwamba yani ni uko kwenye utani, au unamaanisha unachokisema? No, hebu naomba usilete utani hapa ndani kwanza. Nimechoka, ndo nimetoka kazini sasa hivi. Hata hivyo nilitaka nisikuruhusu kuingia huko ndani, lakini kuna kitu tu kimeniambia nikuruhusu. Hebu jitambulishe bwana. Mimi nimekutana na watu wengi sana, na kusema ukweli ninaweza nikawa nimekusahau. Kwa kifupi naomba unikumbushe. Lota, hebu naomba uache utani. Sitaki kuamini kwamba mimi na wewe tulifunga ndoa, tulikuwa wapenzi tukafunga ndoa, alafu niambie kwamba ndani ya hii miaka mitatu tu ambayo tumepoteana, sijui minne sasa hivi, uniambie kwamba umenisahau kwa kiwango hicho. Ndoa? Lota, kwanza wewe umenifahamia wapi? Msikilizaji, mwanadada Lota alipata mshangao mkubwa sana baada ya kuambiwa na huyu kaka kwamba eti yeye ni mke wake halali. Mshangao mkubwa sana ulimshika mwanadada Lota kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba yeye hajawahi kuolewa na mtu yeyote. Alitaka kufikiri kwamba kaka huyu pengine alikuwa amechanganyikiwa, lakini kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa anamuona, jinsi ambavyo alivyokuwa amevaa, hakuonyesha kuchanganyikiwa hata kidogo. Alisema pengine huyu ni chizi, lakini muonekano wa huyu kaka kwa kweli ilikuwa ni ngumu sana kupitisha kwenye kichwa chako kwamba huyu kijana kama huyu anaweza akawa ni mtu ambaye ana tatizo la akili. Lota alimuuliza maswali ambayo yalikuwa yameambatana mengi kabla hajapata majibu, akiendelea kumuuliza. Wewe kaka, please, kama wewe umezoea utani, kumbuka kwamba mimi sio mtu wa utani hivyo. Naomba hebu nieleze kwanza wewe unaitwa nani na umetoka wapi? Kaka yule alianza kujitambulisha huku akionyesha kwamba anajifanya tu kumkumbusha, lakini akijua kabisa kwamba Lota pengine alikuwa anatania, kwa sababu alikuwa na uhakika 100% kwamba Lota ni mke wake ambaye waliyekuwa wameoana miaka 4 iliyopita. Lota, usitake kuniaminisha kabisa kwamba umemsahau Eino. Mimi ni mume wako Eino. Naomba niongee tu kwa sababu nataka nikiondoka hapa au vyovyote itakavyokuwa, iwe unatania uwe hautanii, lakini hata kama kuna usahaulifu uliopo kiasi gani, sitegemei hata kidogo kwamba wewe unaweza kunisahau mimi, mtu ambaye tumekuwa wachumba kwa muda wa miaka 2 na hatimaye tukafunga ndoa miaka 4 iliyopita. Msikilizaji, mwanadada Lota alizidi kushikwa na mshangao pale. Alikuwa akijiuliza, vipi, imekuwaje huyu mtu anaingia mpaka ndani na anaonyesha kunifahamu? Ilibidi endelee kumuuliza maswali. Eino, Lota, mambo yako ya uchumi sasa hivi yamefanikiwa,
Kwa hiyo umetaka kuamua kwamba uvunje ndoa yetu, si ndivyo? Wewe kaka, naomba uondoke hapa ndani. Kama umekuja kufanya maigizo yoyote hapa ndani kwangu, hii sio sehemu ya kufanya maigizo. Naomba uondoke hapa ndani kwangu. Lota, wewe ni mke wangu halali. Sidhani kama una haki ya kunifukuza hapa ndani. Mafanikio haya uliyoyapata yasikufanye hata kidogo kuleta dharau kwangu mimi. Kumbuka tu, kipindi ambapo tulipokuwa wachumba, tulijitahidi sana kushauriana na kusaidizana katika kila njia ili kuhakikisha kwamba mambo yako yanakuwa mazuri. Leo hii hapa usitake kuniambia kwamba Lota niliyemfahamu, mwanamke ambaye aliyekuwa na upendo sana, anataka kunibadilikia mimi. Usitake kunifanya mimi nijione sina thamani katika maisha haya kabisa, Lota. Kumbuka nimewekeza mambo mengi sana kwako, Lota. Nimekupenda kwa moyo wangu wote na ulionyesha kunipenda. Anyway, ninataka tu niambie kitu kimoja kwa sababu naona kama uko serious sana. Unajua mwanzoni nilikuchukulia kama unaongea utani. Lakini Lota ninayemfahamu, mke wangu kipenzi, hana utani uliopitiliza kiasi hiki. Naomba tu niambie, unayo ndoto ya kunipa talaka, kwamba unataka mimi na wewe tutalakiane? Wewe kaka, kwenye maisha yangu mimi sijawahi kufunga ndoa. Alafu wewe sikufahamu. Nashangaa unavyokuja ukiongea maneno haya unayosema kwamba eti sijui mimi na tumefunga ndoa. Wewe na mimi umewahi kuniona? Wewe umewahi kuniona wapi? Lota, huyo mwanaume ambaye anayekudanganya anakudanganya vibaya sana. Na amekupeleka sehemu mbaya sana kwa kweli. Hapakuwa na sababu ya wewe kupitia njia ndefu kiasi hicho. Hapakuwa na sababu ya kutumia njia kwamba wewe hunifahamu, ili hali mimi na wewe tumefunga ndoa na tuna kila ushahidi ambao mimi na wewe wakati tunafunga ndoa na kila kitu kiko wazi na dunia inajua. Sasa kama huyo mtu ambaye anayekudanganya pengine amekusaidia katika masuala ya uchumi, kama angekuwa na akili timamu, angekufundisha namna ya kuitafuta talaka. Asingetumia njia za ajabu kama hizo. Unawezaje kumkataa mwanaume ambaye mlifunga naye ndoa, mna kila kitu, vyeti vipo, picha, kila kitu kipo? Unawezaje kumpinga mwanaume wa kukataa kwamba humfahamu kwa staili hiyo? Unahisi kwamba mimi nimekuja kwako kwa sababu wewe sasa hivi una mali? Kumbuka Lota, mimi nilikuwa na wewe hata kabla ya kuwa na hizo mali. Taarifa zako nimezipata kweli. Sasa hivi mambo yako yamekaa vizuri zaidi. Hata kama mimi sikufikii, lakini nikwambie tu, hata mimi hapa nilipo sio boya sana, sijachacha kama unavyoweza kufikiri. Huyo mwanamume ambaye anayekwambia kwamba uidai talaka kwa staili hiyo, kwa kweli ni mjinga. Naomba tu nikwambie, utanisamehe. Hata kama ni talaka usingedai hivyo. Ungeweza kutafuta njia yoyote na mimi ningekutalaki, tungeachana tu. Hata bila kudai kitu chochote kile, nisingehitaji kitu chochote kutoka kwako. Lakini njia unayoitumia inanifanya mimi nione kwamba unanidharau. Ni njia ya kiburi kwa sababu ya mafanikio. Sitakubali mambo yawe kama haya. Wewe ni mke wangu halali na kila kitu tumefanya wote. Naomba nikwambie kitu. Huyo ambaye aliyetengeneza hii sinema kakukosea sana. Msikilizaji, mwanadada Lota baada ya kusikia maneno ya Eino aliingia katika tafakuri kubwa sana, akijiuliza hiki ni kitu gani ambacho kinachotokea.
Alijiuliza kwamba ni kwamba iko kwenye ndoto au shida ni nini? Mbona hiki kitu hakielewi? Hajawahi kuolewa. Yeye ana mpenzi wake tu. Na huyo mpenzi wake bado yuko jijini Nairobi. Inakuwaje kwamba ionekane kabisa kwamba eti yeye tayari ameolewa? Wewe kaka, jinsi unavyoongea inaonyesha kabisa kwamba kuna vitu ambavyo nahisi umepotea njia. Naamini kabisa kwamba umepotea njia. Lota uliokuwa unamzungumzia sio mimi. Na hata mahali ulipokuwa unaenda sio kwangu. Mimi nimekwambia kwamba sijawahi kuolewa. Hebu sogea karibu yangu kwanza nikuonyeshe kitu. Unataka unionyeshe kitu gani? Njoo nikuonyeshe picha chache tu ili uende ukasaidizane na huyo mtengeneza hii sinema anayekuaminisha kwamba wewe sio mke wangu, kwamba inawezekana wewe ukanikataa na ikawezekana. Njoo nikuonyeshe vitu ili wakati unakwenda kuongea naye mnapochonga hii sinema basi umueleze kwamba akumbuke kufuta vitu kama hivi. Hebu nionyeshe. Msikilizaji, Eino alitoa simu yake na hatimaye alipangusa mara kadhaa pale na kuanza kuonyesha picha ambazo alizokuwa amefunga ndoa yeye pamoja na mwanadada Lota miaka 4 iliyopita. Unaona vitu kama hivi Lota? Unaona mpenzi wangu? Hizi picha umezitoa wapi? Msikilizaji, zilikuwa ni picha ambazo zilizokuwa zinaonyesha Eino pamoja na Lota wakiwa wanafunga ndoa. Zaidi pia alionyesha mpaka clip ambazo zilizokuwa zinaonyesha wakati anamvisha pete na wakati ambapo Eino akiwa anafungishwa ndoa rasmi yeye pamoja na mwanadada Lota. Mwanadada Lota alizitazama zile picha na videos akazidi kupatwa na mshangao mkubwa sana. Kwa sababu picha alizokuwa anaziona zilikuwa ni za kwake kweli akiwa na huyu kaka Eino. Video ambazo alizokuwa anaziona zilikuwa ni dhahiri kabisa kwamba zile video ni kweli kabisa ni mwanadada Lota ndiye ambaye alikuwa anafunga ndoa. Haraka sana pale aliingiwa na mawazo, hili jambo linawezekanaje? Ina maana mimi nilishawahi kufunga ndoa nikiwa sijielewi? Jambo hili linawezekanaje? Okay. Lakini siku hizi kuna masuala ambayo ya AI, artificial intelligence. Hii huwa inafanya watu watengeneze video au picha ambazo sio za mtu, lakini ukamwona mtu na ukiangalia hivi bila kutumia vifaa maalum unaweza usifahamu kabisa kwamba hizo picha ni za kutengeneza. Wakati mwanadada Lota akiwa anaendelea kufikiri hivyo, huku akimshangaa sana kijana Eino ambaye alikuwa serious sana akionyesha zile picha kuonyesha kwamba ile ni ndoa yao halali. Haraka lilimjia wazo kichwani mwake. Wewe Eino, hizi picha umezitoa wapi na hizi video? Kweli mwanamke sio mtu wa kumwamini hata siku moja. Mwanamke kitu gani? Hebu niambie, wewe hizi picha na videos umezitoa wapi? Ulitaka nizitoe wapi na wakati wewe na mimi tulifunga ndoa? Au nilikuwa sina haki ya kuchukua hata video za ndoa yangu mimi na wewe mke wangu? Eino, usitake kunichanganya. Hivi video hii mimi nimefunga lini ndoa? Kwani wewe ukiangalia hii hapa hii picha unataka uniambie kwamba hakuna unachokikumbuka, si ndivyo? Anyway, hiyo sio issue ambayo iliyosababisha kuonyesha. Mimi nimekuja kuelewa kabisa kwamba wewe kuna mchezo ambao unataka ucheze. Lakini mimi sina tatizo sana.
ila kwa sababu wewe ni mke wangu, nina haki ya kukulinda dhidi ya mtu yeyote yule ambaye atajaribu kukufanyia kitu chochote kile kibaya. Sasa kwa sababu kuna mwanaume ambaye mmekaa mkaamua kuichora hii sinema ya kwamba unaweza ukakataa kwamba wewe sio mke wangu, nimeamua nikuonyeshe hizi video pamoja na hizi picha ili umkumbushe kufuta sini kama hizi. Atajua mwenyewe anafanyaje, anafuta hivi vitu kila mahali mitandaoni, kila mahali, ahakikishe kwamba anazifuta ili hiyo movie yenu iende sawa. Tofauti na hapo atakuwa amekosea sana. Msikilizaji, Lota alikuwa kwenye wakati mgumu sana. Aliwaza sana ni nini ambacho kinaendelea, kwa sababu yeye alikuwa na uhakika 100% kwamba yeye hajawahi kuolewa hata siku moja. Lakini kwa upande wa Eino alikuwa na uhakika 100% kwamba Lota ni mke wake halali kabisa. Baada ya kuongea maneno yale, Eino aliondoka pale sebuleni na kufungua mlango wa chumbani na kuingia kupumzika. Wakati huo Lota alishangaa sana huyu mtu kuwa na confidence kubwa kiasi hiki. Alitoka pale sebuleni na kumfuata mpaka ndani. "Wewe kaka, hebu niambie, wewe mbona unanichanganya sana wewe? Wewe unanifahamu vizuri mimi ni nani, jina langu?" Nisikilize, leo nina jeuri kubwa sana kwa kweli. Kwanza sijakutana na vitu ambavyo nilivyokuwa nategemea. Nilitegemea sana kwamba Lota tuliyepoteana miaka 4 ndiye Lota ambaye nitakayekutana na yeye. Nilitoka huko nikija hapa nikijua kwamba nakutana na mke wangu wa ndoa ambaye tutafurahi wote kwa pamoja sana. Kinyume chake nimekuja kwako, umeanza kunifanyia sinema ambazo sizielewi. Lota, mimi ninalala hapa ndani kwa sababu hapa ni nyumbani kwangu. Lolote lile ambalo litakalo nitokea, niko tayari linitokee kama utaniletea watu waniue hapa ndani au utawaita watu wafanye chochote, lakini kwa sababu yako wewe mke wangu, sitatoka hapa ndani. Nitafia humu ndani. Niko tayari jambo lolote linipate nikiwa natetea ndoa yangu, kwa sababu mimi na wewe bado hatujatengana. Hao watu wanaokupa kiburi ni watu wajinga tu, kwa sababu hawaelewi ni nini kinaendelea. Hawajui jinsi gani ambavyo mimi na wewe tulivyopendana na tulivyohangaika na kusumbuana sana kuhakikisha kwamba unasimama vizuri katika uchumi wako. Leo hii wanakuja kirahisi kukurubuni wewe ili uweze kunikataa mimi. Mimi niko hapa ndani. Lota, sina sababu yoyote ya kukuthibitishia, kwa sababu naona narudia mambo tu. Hakuna kitu usichokijua kuhusu wewe na mimi. Hakuna kitu usichokijua. Kwa hivyo sitaki kabisa kuendelea kuongea hayo mambo. Mimi naomba nipumzike. Eino alivua viatu vyake pale na huku akipunguza nguo zake ili aweze kujilaza kitandani. Lota alipata mshangao mkubwa sana, na zaidi sana aliendelea kutafakari kwamba ni nini hiki. Lota mwanzoni alitaka amuitie mlinzi kule nje ili aweze kumtoa pale ndani. Lakini baada ya kuonyeshwa zile picha na clips, alijua kwamba hili tatizo ni kubwa sana. Jambo lililompelekea yeye kuwa mpole ili aendelee kutafakari zaidi. Haraka sana mwanadada Lota alitoka pale chumbani na kurudi pale sebuleni. Alichukua simu yake na kupiga moja kwa moja, huku akiwa anampigia rafiki yake kipenzi Venla. Baada ya simu yake kupokelewa, mazungumzo yalianza. "Hello Venla." Mambo vipi?" "Poa. Samahani, naweza kukutana na wewe?" "Kuna nini shoga yangu?" "Uko wapi kwani?" "Niko nyumbani, lakini kuna mambo siyaelewi. Naweza kukutana na wewe?" "Jamani, hamna shida, lakini kuna tatizo huko. Kwa upande wa mimi hamna shida, tunaweza tukakutana."
Yes, nahitaji kidogo tukutane. Kuna shida yote bosi? Kuna shida na naomba nije huko tuonane. Bosi, hapana usinifuate, ngoja nikufuate wewe. Unaweza kufika haraka sasa hivi? Yes, naweza kufika hapo. Okay basi, njoo basi nyumbani haraka sana iwezekanavyo. Venla alitoka mahali alipokuwa na haraka sana aliwasha gari yake moja kwa moja mpaka nyumbani kwa mwanadada Lotta. Huyu Venla alikuwa ni mmoja ya mfanyakazi ambaye aliyekuwa anaaminiwa sana na kupendwa ndani ya kampuni ya Locum Logistics Company Limited ambayo iliyokuwa inamilikiwa na mwanadada Lotta. Venla kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ni msaidizi wa Lotta. Ni rafiki wa karibu, lakini pia wanafanya kazi pamoja. Ni mtu anayemwamini sana kwa sababu ni rafiki wake wa kipindi kirefu sana. Lotta alifunga break ya kwanza kwenye geti la nyumba ya mwanadada Lotta, na haraka sana alipiga honi ili aweze kufunguliwa na mlinzi. Alipopiga tu ile honi, mwanadada Lotta, kwa sababu alikuwa na yeye masikio yake yako makini kusubiri Venla aweze kufika, alijua kabisa kwamba yule ni Venla. Moja kwa moja alitoka pale kabla ya mlinzi huyu anayefahamika kama Babu Owino, kabla hajafungua mlango. Kabla hajafungua ile geti, tayari alimuona mwanadada Lotta akiwa anatoka kwenye nyumba na kuelekea kule kwenye geti. Babu Owino ilimbidi aache kufungua ile geti kwanza na kusubiri maelekezo ambayo yanatoka kwa bosi wake. Madam, kuna mtu huyu anagonga. Ni mgeni wangu. Umfahamu kwani huyu? Asijafungua hata kufungua ili niweze kuona kwamba ni nani. Okay, fungua geti. Babu Owino alifungua ile geti. Na haraka sana ilipofunguliwa tu, mwanadada Lotta ndio wa kwanza aliyekuwa amesimama pale kwenye geti, huku akiwa analitazamana na lile gari la mwanadada Venla ambalo lililokuwa limesimama nje ya geti. Venla, usiingie, naomba ufungue gari yako, fungua mlango. Lotta alimwelekeza mwanadada Venla aweze kufungua mlango wa gari yake. Pale Venla alifungua mlango wa gari yake na Lotta aliingia na kukaa pale mbele pamoja na mwanadada Venla. Bosi, kuna shida yoyote? Kuna shida, sio shida yoyote, ni shida kubwa sana. Shida nini? Twende tukaongelee ndani. No, usiende ndani. Labda ingiza ujipaki tu hapa pembeni. Mwanadada Venla aliingia ndani ya geti. Hakwenda mpaka sehemu ya parking ya nyumba ya mwanadada Lotta. Alipoingia tu pale, vioo vya gari vikiwa vimefungwa vizuri, ikiwa sauti haiwezi kutoka, alisogeza gari kidogo kumwacha umbali kidogo mlinzi, na hatimaye maongezi yao pale ndani sasa yaliendelea. Bosi, hebu niambie, shida nini? Venla, unajua wewe ni zaidi ya ndugu yangu. Yaani ni rafiki, ndugu ambaye unazidi kuwa zaidi ya ndugu. Naona unakuja kuwa kama mzazi wangu. Matatizo yangu ni matatizo yako. Nataka nikuambie kitu. Niambie shoga yangu. Kuna tatizo kubwa sana. Nilipotoka kazini nimekuja hapa nyumbani. Nimeingia ndani kidogo tu. Mlinzi wangu huyo amekuja kuniita kwamba kuna mgeni. Lakini shida sio mgeni. Mgeni aliyeingia ni mgeni ambaye amenichanganya kichwa changu pakubwa sana. Kwa nini? Huyu mgeni aliyekuja anadai kwamba yeye ni mume wangu. Eti tulifunga ndoa miaka 4 iliyopita. Na kibaya zaidi, amenionyesha mpaka video na picha ambazo mimi na yeye tulikuwa tumefunga ndoa pamoja. Wewe, video na picha mkiwa mmefunga ndoa? Ndio, amenionyesha kila kitu. Kitu ambacho kimenishangaza sana
ilhali mimi najua na wewe unanifahamu Venla, sijawahi kufunga ndoa yoyote. Zaidi tu ya kwamba mimi nina mpenzi wangu Talo ambaye yuko Nairobi huko. Wewe, hizo video amezitoa wapi? Sijui, ndio maana nimekuita. Mimi nimechanganyikiwa pakubwa sana. Kwa hiyo yuko wapi sasa hivi? Yuko ndani, ana uhakika kwamba mimi ni mke wake. Kafungua mlango, yani anajiamini kabisa na amepanda kitandani eti amelala. Kinachoniumiza mimi ni kwamba amenionyesha mpaka picha na clip, kila kitu, kwamba mimi na yeye tumefunga ndoa. Na wewe umejiona? Nimejiona. Ndio kitu ambacho kimenishangaza. Hapa nilipo mimi sijui nifanye nini, nimevurugika kabisa akili. Wewe Lota, bosi, mbona unanichanganya sana? Jambo hili linawezekanaje? Nisikilize nikwambie. Hapa nilipo ndio maana nimekuita. Hebu niambie kwanza tufanyeje? Lota, sikia shoga yangu. Ikiwa mpaka video amekuonyesha na picha na umejiona ni wewe, kuna hatari kubwa sana mimi naiona. Hatari gani? Kuna uwezekano kuna watu wanakuchezea. Kivipi? Wananichezeaje sasa? Unajua kwamba maendeleo ya kampuni yako ya Lockim Logistics Company Limited sio kwamba watu wote wanaweza wakawa wanayapenda. Inawezekana kuna watu wametengeneza hizo picha na hizo klipu makusudi kabisa ili waweze kukuharibia, uweze kuingia katika mgogoro wa kimawazo, ushindwe kusimamia kampuni yako vizuri ili wao waweze kufurahi. Na sidhani kwamba wanaweza wakawa ni watu tu wa kawaida. Lazima watakuwa ni watu ambao ni washindani wetu wa kibiashara. Washindani wako wa kibiashara ndio wana uwezo wa kutoa pesa kutengeneza video na vitu vikubwa kama hivyo ili kukuharibia akili yako. Venla, mbona kama umeongea ukweli? Mimi nafikiri hilo ni jambo la kuangalia sana. Lakini hebu ngoja, kabla hujaongea naomba nikuulize. Sasa kama ni video za kutengeneza, tunaweza kuzithibitishaje hizo? Kwanza kabisa bosi, nikwambie kitu. Lota rafiki yangu, kwanza umeshaita polisi? No, nimechanganyikiwa, nimeshindwa kuita polisi kutokana na uthibitisho ambao leo nionyesha. Nimeshindwa. Au kuna kipindi wewe unavyonifahamu, kuna kipindi mimi nilichanganyikiwa nikafunga ndoa nikiwa sijielewi? Sio hivyo Lota. Hujawahi kuchanganyikiwa wewe. Wewe ni mzima wa akili na hujawahi kuchanganyikiwa, huo ndio ukweli. Cha msingi hapa kwanza tuite polisi. Alafu itabidi pesa itumike kwa ajili ya kuzithibitisha hizo video kama ni za kweli au la. Lakini hata hivyo, kama ni ndoa, kutakuwa kuna vyeti. Na vyeti naamini ndoa haviwezi kuwa feki. Wewe, kama ni watu ambao wameweza kutengeneza picha na klipu kama zile, cheti kinaweza kushindikana kweli? Lota, sidhani kama kutakuwa na. Lakini hata kama vikiwepo, kuna uwezekano wa kuvipima katika vifaa maalum na vikagundulika kwamba ni vyeti feki au la. Venla, tunafanyaje sasa? Nimekuita ili unisaidie. Cha kwanza tuite polisi. Polisi watakapokuja hapa watambana. Yeye ndiye atakayesema kila kitu kwamba amekitoa wapi. Haraka sana mwanadada Lota akiwa bado yuko pale ndani ya gari alitoa simu yake na kumpigia polisi ili aweze kufanya utaratibu wa kufika pale nyumbani haraka iwezekanavyo.
Sasa kwa sababu mwanadada Lota alikuwa ni mtu ambaye ni maarufu kutokana na pesa zake, ilikuwa ni rahisi sana, ilichukua muda mfupi sana polisi kutoka kituoni na kufika pale nyumbani kwake. Aliwaeleza haraka kwamba kuna mtu ambaye anayesumbua, na moja kwa moja walienda naye mpaka ndani. Kijana Eino alikamatwa kule ndani na moja kwa moja akaingizwa katika gari ya polisi na moja kwa moja akapelekwa mpaka kituoni. Mwanadada Lota pamoja na Venla walitoka pale nyumbani na wao kufuatia nyuma gari ile ya polisi ili kujua ni nini kinachoendelea kuhusiana na Eino. Walipofika polisi, kitu cha kwanza kabisa, mwanadada huyu Lota aliongea kila kitu kuhusiana na taarifa ambazo alizokuwa amezipewa na Eino, huku akiwaeleza polisi kwamba hata hizo video zenyewe zipo. Eino, kwa nini umeamua kuingilia nyumba ya mtu na kuingia na kuongea kwamba ni mke wako ili hali unajua kabisa kwamba huyo sio mke wako? Aliongea afande mmoja ambaye aliyekuwa yuko pale kituoni kwa wakati ule. Eino alipata kustaajabu sana mpaka machozi yakianza kumlenga. Afande, ninaumia sana kwa mambo ambayo ninayopitia sasa hivi. Mambo gani? Siamini kabisa kwamba mke wangu halali wa ndoa siku moja angeweza kuniletea polisi kuniambia kwamba mimi nimevamia nyumbani kwake. Wewe Eino, una uhakika kwamba pale ni nyumbani kwako na una uhakika kwamba huyo ni mke wako? Afande, mimi sio kichaa kama unavyoniona. Mimi ni mtu ambaye ninajielewa vizuri kabisa. Ninajielewa vizuri kabisa na nina akili zangu zote. Sina shaka na akili zangu. Siwezi kutoka huko ninapotoka alafu nikaja tu nikaingia hapo eti sehemu ambayo sio mke wangu. Lakini kwa sababu amenileta huku huyu mke wangu, inabidi tu niongee uhalisia. Afande, Lota Christian Lawa ni mke wangu halali wa ndoa. Wewe una uthibitisho gani wowote unaothibitisha kwamba huyo ni mke wako wa ndoa? Afande, na kila aina ya uthibitisho ambao unaofanya mimi niitwe mke wake halali wa ndoa. Unaweza kutuonyesha moja ya vithibitisho ulivyo navyo? Una cheti cha ndoa? Afande, kwa sababu mmenichukua ghafla na kuacha begi langu kule nyumbani, sina cheti cha ndoa. Unawezaje sasa kusema kwamba huyu ni mke wako ili hali huna cheti cha ndoa? Kwanza, Lota unamfahamu huyu? Hapana afande. Huyu sijawahi kumuona, hii ndio mara yangu ya kwanza kabisa kumuona. Lakini ndivyo hivyo amekuja kama nilivyowaeleza hapa, kwamba ameniambia kwamba mimi ni mke wake na vitu kibao ameniambia. Eino, unaweza kutuonyesha uthibitisho mwingine ambao unaosemekana kwamba una uthibitisho wa picha za kuonyesha kwamba huyu ni mke wako, mlifungana ndoa? Ndio afande. Simu yangu ina kila kitu. Ina picha na picha mjongeo, kwa maana ya video clip, zinazoonyesha kwamba kipindi ambapo mimi nikiwa nafunga ndoa na mke wangu huyo hapa Lota. Pale sasa Eino alitoa simu yake na kuanza kupekua na kuanza kuonyesha zile picha ambazo zilizokuwa zinamuonyesha yeye akiwa anafunga ndoa pamoja na mwanadada Lota. Afande alishika ile simu huku akiwa anaizoom ile picha na kumuuliza mwanadada Lota, Lota, hii picha unathibitisha kwamba huyu ni wewe au sio wewe? Ni mimi afande, lakini mimi sijawahi hata siku moja kufunga ndoa na huyu mtu.
Kwa hiyo hii picha ni ya kwako au sio ya kwako? Ni ya kwangu, lakini sijui aliitoa wapi. Huenda wameitengeneza. Pale sasa walipekua tena na kufika sehemu ya video clip. Kwenye ile klipu ambazo zilizokuwa zinaonyesha Eino akiwa anafunga ndoa na mwanadada Lota, zilimuonyesha wakati jinsi ambavyo walivyokuwa na furaha sana siku ya ndoa yao. Afande yule aliuliza tena, Lota, na hii video, huyu hapa anayeonekana hapa ni wewe au sio wewe? Afande, ni mimi. Sasa mbona unasema kwamba hujawahi kuonana na huyu hata siku moja? Afande, hiyo ndio sababu ambayo iliyosababisha tuje huku. Sijui kwamba hizi video amezitengenezea wapi na amezipata wapi, mpaka kusema kwamba eti mimi ni mke wake na ananionyesha na video hizi. Naamini hizi video ni feki, sio video ambazo ni halisi. Okay. Eino, utakaa ndani kwanza wakati uchunguzi ukiwa unaendelea. Msikilizaji, Eino aliumia sana baada ya mke wake wa ndoa, mwanadada Lota, kumwacha lock up na wao kubaki wakiwa wanaongea yeye, mwanadada Lota pamoja na afande aliyekuwa anawachukua maelezo. Sasa kwa sababu Lota alikuwa ni mtu maarufu, hata huduma yake pale ya kipolisi ilikuwa ni bora sana. Walisogea pembeni, na wakati huo sasa jioni ikiwa imeshaingia inaelekea usiku, kuliagizwa kahawa pale, wakawa wanaendelea kunywa huku wakiwa wanaongea, afande pamoja na mwanadada Lota akiwa yuko na rafiki yake wa karibu Venla. Madam Lota, hizi video tunavyoziangalia zinaonyesha kabisa kwamba ni video halisi, lakini hebu ngoja kwanza nizipeleke kwenye kitengo cha kinachohusiana masuala ya uchunguzi ya masuala ya kiteknolojia ili waweze kuzichunguza. Ngoja nizipeleke hizi klipu ziweze kuchunguzwa ili zionekane kama ni vitu halisi au ni za kutengenezwa kwa kutumia AI. Unajua siku hizi teknolojia imeenda mbali sana. Kweli, naomba usaidie sana hilo jambo. Mimi niko tayari kukupoza hata kwa hela yoyote afande, lakini huo kweli ufahamike, kwa sababu huyu inawezekana ni tapeli ambaye anayetumika kwa ajili ya kunitibua kichwa changu mimi ili nishindwe kuendesha biashara zangu. Okay, hili jambo ngoja linaenda kufanywa kazi. Ngoja. Afande yule alikuwa akianza kupiga simu, na haraka sana pale walikuja maafande wengine ambao walikuwa wanaonekana ni vijana fulani hivi. Hawa walikuwa ni wataalamu wa masuala ya kompyuta na masuala ya ujasusi kupitia njia za teknolojia za kisasa. Walikuja na kupokea flash ambayo ilikuwa imewekwa zile video pamoja na zile picha. Walielezwa waende kuchakata zile taarifa haraka iwezekanavyo na walete taarifa rasmi kwamba zile video ni halisi au ni za kutengeneza. Haraka sana waliingia ndani na waliingia katika ofisi yao inayohusiana na masuala ya uchunguzi wa mambo haya. Wakati huo huo mwanadada yule Lota alikuwa yuko pale bado akiwa anaulizana mambo kadha wa kadha na afande aliyekuwa yuko pale akiwachukua maelezo. Afande, kwa hiyo sisi tunaweza tukaondoka na hilo jambo litachukua muda gani? No, hili jambo kwa kawaida kwa sababu ni masuala ya kiteknolojia haliwezi kuchukua muda mrefu. Kwa sababu hizi klipu kuna mahali zinaingizwa, alafu zinachakatwa na jibu linatoka. Kama ni fake majibu yanakuja, kama ni vitu halisi majibu yanakuja. Kwa hiyo sio swala la muda mrefu. Inaweza kuchukua muda gani? Siku ngapi labda? Sio swala la siku, ni swala la dakika ngapi. Wakati wanaendelea kuongea afande pamoja na mwanadada Lota, dakika 15 baadaye, maongezi yakiwa yanaendelea kushamiri huku akiwa anaendelea kunywa kahawa pale ndani ya kituo cha polisi, kijana mmoja mwenye rangi nyeupe mwembamba aliyekuwa na shingo nyembamba hivi, ambaye alikuwa ni moja ya wale wafanyakazi wa kipolisi pale, polisi wa kitengo cha ujasusi wa masuala ya teknolojia, alikuja pale akiwa na tabasamu kubwa sana mbele ya mkuu wake yule wa kazi. Afande, kazi imekamilika. Okay. Naomba majibu yake haraka.
Majibu yale yalikuwa yameprintiwa na kuwekwa katika karatasi, yani hard copy. Yaliokuwa yanaonyesha uchunguzi uliofanyika kuhusiana na video zile. Majibu mengine alimueleza kwamba yako ni soft copy, yako pale pale katika ile flash ambayo aliyokuwa amepewa. Alimrudishia ile flash afande yule, na afande yule haraka sana alipokea document ambazo zilizokuwa zimeandikwa kwa njia ya karatasi na kuziweka pale kwa ajili ya kumbukumbu. Na vile vile ile flash alichomeka katika kompyuta yake ambayo iliyokuwa iko pale mezani ili kuweza kufungua taarifa ambazo alizokuwa amezipewa aweze kuzisoma kwa njia ya soft copy. Yusufu, kabla ya kuondoka, afande Yusufu, hebu naomba unieleze muhtasari. Afande, muhtasari tayari uko hapo kwa njia ya maandishi. Hapo katika maandishi hayo ambayo unayokwenda kufungua hapo. Uweze ukanielezea? Samahani afande. Kanuni zetu za kazi haziruhusu kama unavyojua kuongea kwa njia ya mdomo kwa sababu maandishi yako hapo, sababu kila kitu kimerekodiwa afande. Baada ya afande yule mdogo kumweleza maneno hayo afande yule mkuu, afande yule alikubali kwa sababu alikuwa anafahamu kabisa kwamba hawaruhusiwi kutoa taarifa kwa njia ya mdomo ikiwa tu ni taarifa zinazohusiana na mambo nyeti kama yale. Taarifa zote zilikuwa zimewekwa katika maandishi yakiwa yametiwa sahihi. Hii ilimfanya afande yule kupiga saluti na kuondoka pale. Afande mkuu yule alifungua taarifa ile na kuanza kuisoma kwa muhtasari ambao uliokuwa na mistari isiyozidi 5. Taarifa ile ilionyesha kwamba video zile pamoja na picha zilikuwa ni halisi na si za kutengenezwa hata kidogo. Muhtasari ule ulikuwa umeshampa kila kitu ambacho alichokuwa anakitaka kuhusiana na video zile. Hata hivyo, taarifa nyingine ambayo ilikuwa imeandikwa ilikuwa inahusiana na mfumo mzima ambao uliofanya, yani mchakato uliopitiwa ili kupata majibu yale. Kwa wakati ule, afande mkuu yule alikuwa hana shida na huo mchakato. Alikuwa ana shida tu na muhtasari ule ili kupata kujua kwamba video zile ni za kweli au ni za kutengeneza. Madam Lota, taarifa kama ilivyoletwa hapa na ofisi yetu inayohusiana na utafiti wa mambo ya teknolojia inaonyesha kwamba hizi video ni video halisi na wala sio za kutengeneza kupitia AI. Mwanadada Lota alishikwa na mshangao mkubwa sana. Kwa kweli mwanadada Lota alishikwa na mshangao mkubwa sana baada ya kupata majibu yale kutoka kwa afande. Alijiuliza, ina maana hawa watu ambao wanaotaka kuniharibia maisha yangu ndo tuseme kwamba wamecheza mchezo mpaka kwenye jeshi la polisi? Hii jambo haliwezekani. Sasa mimi niliwahi kufunga ndoa lini? Baada ya kutafakari kwa kipindi kifupi, mwanadada Lota alianza kuongea na yule afande. Afande, hivi kweli una uhakika kwamba hizo taarifa zilizotolewa ni halisi? Lota, kumbuka kwamba hapa ni kituoni. Hakuna taarifa yoyote ambayo inaweza kutolewa taarifa rasmi yenye sahihi za watu alafu ikawa ni taarifa feki. Hii inaonyesha kwamba pengine kuna namna ambavyo wewe ulijisahau huko hapo nyuma. Na sijui ni nini hata mimi nini kitu gani kinachoendelea. Lakini ukweli unaonyesha kwamba hizi ni picha halisi na ni video halisi kabisa zinazoonyesha kwamba huyu Eino ni mume wako halali wa ndoa. Afande, lakini katika maelezo yake alisema kwamba kuna cheti cha ndoa. Tunataka tukione hicho cheti. Ni kweli, lakini kwa bahati mbaya lile begi liliachwa nyumbani. Nafikiri ninaagiza vijana hapa sasa hivi waweze kwenda kulifuata. Mtaenda nao ili muweze kuchukua lile begi, muweze kuja nalo hapa ili tuweze kuchukua na kuangalia hicho cheti cha ndoa ambacho kiko ndani ya begi lake. Sawa afande, tufanye hivyo.
Afande pale pale alitoa maagizo kwa polisi kadhaa pale, waliotoka na kuambatana pamoja na mwanadada Lota pamoja na Venla kwenda mpaka nyumbani kwa mwanadada Lota, na haraka sana walichukua begi ambalo alilokuwa amekuja nalo kijana Eino na kuondoka nalo moja kwa moja mpaka kituo cha polisi. Walipofika pale kituo cha polisi, walimkabidhi, na yule polisi sasa mkuu alifungua lile begi na kuanza kuangalia vitu vilivyokuwa ndani. Ndani ya lile begi vilionekana bahasha ambayo iliyokuwa na vyeti. Vile vyeti viliangaliwa na vikaonekana ni vyeti vya ndoa na sahihi ya mwanadada Lota Christian Ulawa. Lota aliendelea kupatwa na mshangao. Madam Lota, cheti hiki hapa cha ndoa, na kama unavyoona hii hapa, je, ni sahihi yako au sio sahihi yako? Ni sahihi yangu afande. Kuna picha zingine hizi zimeambatana na cheti hiki mkiwa kwenye ndoa, unaziona? Ni za kwako sio za kwako? Ni za kwangu afande. Lakini mimi nakuhakikishia afande, sijawahi kufunga ndoa na huyu mtu hata siku moja, na sijawahi kuolewa katika maisha yangu. Mimi na mpenzi wangu ambaye ni Talo Evander Kim yuko Nairobi kwa sasa. Sijawahi hata siku moja mimi kuolewa, na rafiki yangu mkubwa ni Venla, huyu hapa. Niko naye toka miaka mingi iliyopita. Sasa huyu anaposema kwamba mwaka 2014 ndipo kipindi ambapo mimi na yeye tulifunga ndoa, sitaki kuamini hata kidogo. Sijui imekwaje afande. Sasa kwa sababu wewe unaamini kwamba hujawahi kufunga ndoa na yeye, lakini cheti kipo na sahihi unakubali ni ya kwako, na kuna mpaka video ukiwa unafunga ndoa, nafikiri hii kesi inazidi kuwa ngumu, lakini tukio lililobaki hapa inabidi vyeti hivi viende katika ofisi za kukagua masuala ya vyeti RITA ili viweze kuhakikiwa kwamba hiki ni cheti halali cha ndoa au la, kwa sababu viashiria vyote vya awali vinaonyesha kwamba huyu ni mume wako halali. Sasa tutavipeleka na taarifa zingine zitaendelea. Afande, naomba vipelekwe hata sasa hivi. Mimi na uhakika 100% sijawahi kufunga ndoa na huyu mtu. Na huyu mtu simjui, ndipo nimeonana naye siku hii ya leo afande. Sasa hakuna tatizo. Wewe unachopaswa kufanya hapa, wewe rudini nyumbani. Huyu tutamweka hapa kwanza na tutaangalia vizuri. Tukishapata majibu kutoka huko RITA ndipo tutakapoelewa kwamba ni nini kinapaswa kiendelee. Wewe sasa hivi rudini nyumbani madam. Ilikuwa ni mawazo ambayo yalikuwa hayana majibu. Maswali ambayo yalikuwa yanasumbua sana kichwa cha mwanadada Lota. Walitoka pale na kumwacha Eino ndani ya nyumba hii, yani ndani ya kituo hiki cha polisi. Alikuwa amefungiwa mle ndani ikisubiriwa hiyo kesho uchunguzi uweze kufanywa kuhusiana na cheti kile, kama ni cheti halali cha ndoa au ni cheti cha kufoji. Lota pamoja na Venla walitoka pale na kupanda gari yao kurudi nyumbani sasa. Venla alisema hawezi kabisa kumwacha rafiki yake Lota kutokana na jambo ambalo limemkuta. Hawezi kumwacha akaenda nyumbani mwenyewe. Venla, unajua mimi sielewi haya mambo yakoje. Bosi, mimi nakwambia hili jambo linaweza likawa kubwa sana, lakini mimi najua tu atakamatika kwa sababu wewe hujawahi kufunga ndoa. Kule RITA wakienda kuangalia hicho cheti lazima kitaonekana ni fake tu. Kitaonekana ni fake na atakamatwa, tutamfungulia mashtaka sasa rasmi ya kufoji vyeti. Yaani huyo lazima aozee, lazima aozee jela huyo. Venla, mimi nina mashaka sana kwa sababu kwa nini mpaka zile video zimeonekana kwamba eti ni video halisi na sio video za kutengeneza? Ili hali mimi, kama mimi nilisahau na wewe ndio usahau, wewe tuko wote toka utotoni.
Inawezekanaje mimi nisahau kwamba niliolewa na wewe usahau kwamba mimi niliolewa? Lakini pia kama unaangalia vizuri zile video, pale pembeni sioni mtu yeyote ambaye mimi ninayemfahamu pale. Hakuna mtu ninayemfahamu katika ile video. Sasa ina maana mpaka wewe usihudhurie katika ndoa yangu? Lota, sikia nikwambie. Hivi vitu visikupe shida sana kwa kweli. Habari ya kwamba wewe ulifunga ndoa, hiyo haipo. Nafikiri wewe unapaswa ujiulize tu kwamba ni adui gani huyo ambaye anaamua au ni matapeli wa mjini anahitaji apate mali kupitia kusema kwamba yeye ni mume wako. Yote yanawezekana, lakini sijui kwa kweli Venla. Mimi nawaza tu aliwezaje kupata video nikiwa na yeye na sijawe simjui. Lao, utasikia nikwambie kitu Lota. Mjini kila jambo linawezekana. Kuna wimbo Profesa Jay aliimbaga akisema kwamba ukitaka mjini, ukitaka hata muhuri wa Ikulu unaupata hapo hapo uliposimama, hata hauna gharama. Hiyo ndio bongo. Ikiwa unaweza kupata muhuri wa Ikulu, inashindikana kweli watu kutengeneza vitu kama hivyo? Matapeli ni wengi na wanachohitaji hapa ni wapate pesa, kwa sababu biashara yako inaenda vizuri sana sasa hivi. Hayo mambo yote yanawezekana, lakini Waswahili wanasema kwamba mbio za sakafuni huishia ukingoni. Mwacha rukeruke yasogee, lakini atanasa. Tuisubiri hiyo kesho. Maongezi yao yaliendelea mpaka pale walipofika katika geti la nyumba hii nzuri ya kifahari ya mwanadada Lota. Pamoja mlango wa geti ule ulifunguliwa na waliingia na gari hadi ndani kabisa. Venla, kwa sababu yeye alikuwa hajaolewa na yeye pia, alisema kwamba siku hiyo inabidi alale katika nyumba ya mwanadada Lota ili aweze kumpa moyo na kuendelea kumfariji kutokana na kazia ambayo aliyoipitia. Si jambo jepesi hata kidogo kuonyesha uthibitisho wa jambo kama hilo, kama ndoa, alafu wewe ukiwa na uhakika kabisa kwamba hujafunga ndoa. Lakini kilichokuwa kinamuumiza ni kwamba Eino ana uhakika na ana uthibitisho kabisa kwamba Lota yeye ni mke wake halali na ana vithibitisho mpaka vya cheti cha ndoa. Waliingia ndani na stories ziliendelea hapa na pale. Lakini mwanadada Lota alionyesha kuchanganyikiwa sana. Lakini hata hivyo masaa yalikuwa hayajasimama. Walilala na asubuhi ilifika. Kabla ya kwenda kazini, mwanadada Lota ilibidi apitie katika kituo cha polisi ili waweze kujua ni nini kinaendelea. Walielezwa kwamba vyeti vile tayari vimeshapelekwa katika ofisi zinazohusiana na vyeti RITA, na sasa ni baadaye kwenye mida ya mchana hivi ndipo ambapo majibu yatakapokuwa yametoka. Basi mwanadada Lota pamoja na Venla waliamua kwenda kazini kuendelea kufanya kazi zao huku wakisubiri kupigiwa simu kwamba majibu yameshatoka. Ilikuwa ni mida ya saa 6:05 ndipo simu kutoka kwa afande yule ilipopigwa kwa mwanadada Lota. Simu ile ilikuwa ikimjuza kwamba tayari majibu ya kutoka kule RITA tayari yalikuwa yameshatoka na anapaswa afike kituoni ili aweze kupokea majibu yake. Lota pamoja na Venla walitoka kule kazini na moja kwa moja walielekea katika kituo kile cha polisi. Karibu sana Madam Lota. Asante afande, nimeitikia wito wako. Ninafahamu hilo. Sasa kaa hapa ili tuweze kukupa majibu yaliyotoka huko RITA kuelezea kuhusiana na cheti kile cha ndoa ambacho cheti kile ambacho
tulichokuwa tumekipeleka cheti cha ndoa kilichoonyesha ni cheti cha ndoa yako wewe pamoja na Eino. Sawa afande, niko tayari. Uko tayari majibu yatolewe ukiwa pamoja na rafiki yako Venla? Ndiyo, huyu ni kama ndugu yangu. Kwa hivyo tupe majibu tu nikiwepo. Okay, Madam Lota. Bwana, majibu ambayo yametoka katika ofisi zinazohusiana na vyeti Rita, zinaonyesha wazi kabisa kwamba cheti hiki cha ndoa ni cheti halali na sio cheti cha kufoji kabisa. Kwa hivyo kufikia hapa inaonyesha kabisa kwamba Eino ni mume wako halali wa ndoa kwa mujibu wa taarifa zilizopo, picha pamoja na cheti chake cha ndoa. Wewe afande, inawezekanaje hilo? Mimi sijawahi kufunga ndoa na yeye. Sikiliza Lota, unachopaswa ufahamu ni kwamba hapa hatuzungumzii kwamba ni ndoa au sio ndoa. Tunazungumza majibu ambayo tuliyoyapata kutokana na uchunguzi wetu. Cheti cha ndoa kinaonyesha ni cheti halali, kimetolewa na Rita na wala sio cheti cha kufoji. Video zilionyesha ni video halali, picha zilionyesha ni picha halali. Ninachozungumzia hapa Madam Lota sio habari ya ndoa yako au la, ni habari ya majibu yanayotokana na vielelezo ambavyo vilivyokuja hapa katika kituo chetu cha polisi. Kufikia hapa tunaweza kukupa ruhusa ukaendelea mbele. Kama unahitaji ukafungue mashtaka na mambo mengine yoyote yale, sawa, lakini majibu yaliyokuja ni kwamba hiki ni cheti halali cha ndoa na hii sahihi umekubali ni ya kwako na picha zilizoambatana ni za kwako na hichi cheti ni kweli ni kwamba kilitoka Rita. Kufikia hapa kusema ukweli imebaki tu kusikiliza wewe kwamba unataka kuendelea na hii kesi au vipi, lakini mpaka hapa hatuna sababu za kuendelea kumshikilia Eino tena. Pale afande aliagiza kwamba Eino aweze kuletwa pale. Eino naye alielezwa ukweli kuhusiana na majibu yaliyopatikana. Kwake yeye halikuwa ni jambo la kushangaza kwa sababu alikuwa na uhakika kabisa kwamba Lota ni mke wake halali wa ndoa. Afande, haya mambo ambayo unayoniambia leo ni mambo ambayo mimi nilikuwa nayafahamu. Siwezi kufanya ukichaa nitoke huko nije kwa mke ambaye sio mke wangu na niseme kwamba ni wako wangu. Huyo ni mke wangu halali kabisa. Na hata unaposema kwamba mmethibitisha kwamba ni mke wangu, mmethibitisha nyinyi, lakini mimi nilikuwa na uhakika 100%. 2014 ndipo tulipofunga ndoa na mke wangu huyu Lota Christian Mlawa. Hivi afande, hebu naomba niruhusu nimuulize swali mke wangu kwanza. Hebu muulize. Lota, mke wangu halali wa ndoa, kwa nini umeamua kunidhalilisha na kunileta mpaka huku kwa sababu ya kucheza sinema zenu? Ni mtu gani huyu ambaye unayetaka kumfanikisha kutimiza hicho? Yani ni jambo la nani hilo ambalo unalotaka kulitimiza kwa kunidhalilisha kiasi hiki? Angalia sasa jinsi ambavyo badala ya kudhalilika mimi zaidi, unaendelea kudhalilika wewe. Unaonekana kabisa kwamba unanifanyia mambo ambayo sio. Kwani kama hukutaka kuendelea kuwa mke wangu, kwa nini usingesema tu tukawa halali? Tukaachana tukiwa halali kuliko kunidhalilisha kiasi hiki. Angalia, kila kitu kinadhibitisha kabisa kwamba wewe ni mke wangu halali. Kwa nini unanifanyia hivi lakini Lota? Kuongea vile, afande sasa aliingilia na kusema pale si mahali pa kuendeleza malumbano. Aliwaruhusu kwamba waweze kuondoka. Wakati Eino akiwa anaruhusiwa kutoka pale, afande alisema kwamba anahitaji abaki na Lota. Lota alibaki pale pamoja na rafiki yake Venla. Afande alisema kwamba ana jambo anataka aongee na Lota kwanza, pamoja akiwa na rafiki yake yule Venla. Eino yeye alitoka na moja kwa moja alirudi nyumbani kwa mwanadada Lota na kuingia mpaka ndani akisema kabisa kwamba pale ni nyumbani kwake, kwa sababu alikuwa na uhakika 100% kwamba pale ni nyumbani kwa mke wake, kwa hivyo ni nyumbani kwake. Lota pamoja na afande na Venla walibaki pale kituoni ili waweze kuzungumza. Kwa mujibu wa afande, alihitaji mazungumzo machache kabla
ya wao kutoka pale. Msikilizaji, hivi ni kweli kabisa kwamba Lota ni mke wa Eno? Ni nini kinaendelea hapa? Afande anataka kuongea nini na mwanadada Lota? Hii ni sehemu ya kwanza. Tukutane katika sehemu ya pili. Mambo ni mengi sana msikilizaji wangu. Msimuliaji wako ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Endelea kubaki na mimi katika sehemu inayofuata. Bye bye.